hapa. Tulikuwa tumeanza ndani ya maombi ya siku 100. Tunamaliza. Tulikuwa tumemaliza tumeanza tarehe 2, tulikuwa ndani ya maombi ya siku 100. Leo tena tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku 100 tarehe 2 mwezi wa 6 2019. Lakini wiki ijayo tunaanza tena maombi ya siku 100. Amen. Amen. Tutakuwa hapa kila siku asubuhi, kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa tutakuwa hapa saa 9 hadi saa 12 kuomba. Jumamosi na Jumapili tutakuwa hapa saa 4 hadi saa 8 kwa ajili ya kuomba na kusikiliza neno la Mungu. Itakuwa siku 100 ya mambo makubwa. Amen. Baada ya siku 100 kabla naingia na mahubiri, mwezi ya 11 tutakuwa na kongamano zetu ya waongozi. Huyu mwaka tutakuwa na wachungaji mbalimbali, wengine watatoka Kenya, na taifa askofu mmoja atatoka Faransa, na taifa mwingine sio atatoka Kongo, na mwingine ya Tanzania watakuwepo siku 4 tu, kwa sababu natamani wewe ubarikiwe. Amen. Amen. Mwezi ya 12 nawaza wiki ya tarehe 15 tutakuwa na kongamano ya mama hapa. Tutakuwa usi na mama mbalimbali, mmoja atatoka Faransa, mmoja askofu atatoka Dodoma, mwingine watatoka hapa Arusha. Tunataka jina la Mungu isonge mbele, Yesu aonekane. Usikose mkutano yetu ya kuvuka mwaka ya siku ya tarehe 31 mwezi wa 12 tutakuwa na maombi hapa. Na ibada italeta mambo makubwa, itabadilisha kila kitu. Naamini sana Yesu atafanya mambo makubwa. Utukufu ya pili itazidi ya kwanza. Amen. Amen. Nilikuwa naomba sana jana, Mungu amesema bado hujaona kitu. Mungu sasa anataka kuanza kuona mambo makubwa sana. Chukua Biblia yako, Wafalme wa kwanza sura ya 18. Tunaanza na mstari ya 41. Tutaenda hadi 43. Lakini kabla tusome, nataka kumwambia mtu mmoja. Huyu hapa tunaongelea habari ya nabii Eli au Elia. Amen. Baada ya manabii ya Baali kusimama kupigana na nabii Eli, namba moja, Eli alikuwa amekimbia, ameenda kukaa juu ya mlima ya Karmel. Nataka nielewe vizuri kabla naingia na neno la Mungu. Naofundisha vitu unajua, kwa sababu mlima ya Karmel nimefika. Nafundisha story huyu nimefuatilia. Leo Mungu amegusa na ubiri kitu ipita kwa baraka kwanza. Amen. Baada ya Elia kukimbia pale, kwa nini Elia alikuwa amekimbia Karmel? Kwa sababu kwa tafsiri Karmel maana yake jibu la Mungu. Unaweza ukipata shida yoyote ndani ya maisha yako, ukijua kukimbia kwa Mungu, majibu itakuja kwa haraka. Sisi kama mtu mmoja anaelewa. Eli alikuwa amekaa miaka 3, asubuhi, mchana, jioni, usiku pale. Lakini baada ya miaka 3 Mungu alikuwa amezungumza tena upya. Amesema siku ya leo mvua itanyesha. Eli ameshuka. Ukiasoma mstari ya 3 Biblia inasema 18:3 Biblia inasema Eli akishuka alikuwa ameonana na mtu mmoja. Huyu mtu alikuwa anatembea na hofu ya nini? Ya Mungu. Sisi kama Biblia yako iko hivi. Amen. Ukianza moja unaanza kushuka hadi 4 hadi 5. Utaona mahali Biblia inasema baada Eli aanza kushuka ameonana na mtu mmoja. Huyu mtu alikuwa anaishi ndani ya hofu ya Mungu. Amen. Amen. Leo tunateseka sana kwa sababu watu wengi sana wanapenda baraka, ujiza, maendeleo, lakini kitu inabadilisha watu wapende. Amen. Watu wote walikuwa wameenda manabii habari, lakini huyu mtu alikuwa amesema vizuri ni
asifiwe, lakini atabaki mwaminifu mbele ya Mungu. Tunakuja mahali ya ibada sio kwa sababu ya kujaza watu au ya kupata jina, lakini tunakuja sehemu ya ibada kwa sababu tunaamini kama Yesu Kristo ni Mungu, yeye ni mtakatifu, anatembea na watakatifu. Huwezi kuwa na Mungu kama wewe sio mtakatifu. Unajua watu wengi sana wanakuja hata wengine wanakimbia kwa sababu akisoma tu maneno wanakimbia sana. Watu wanataka naandika ujiza, baraka. Biblia inasema ujiza inafuata watakatifu. Amen. Amen. Kila siku napokea watu kupitia redio wanakuja, tunaombea, wanaona mkono ya Mungu. Kwa sababu gani? Naanza na toba. Amen. Baba yangu njoo kae mbele hapo, sikimbie hivi. Ametoka Morombo, alikuwa na shida, amekaa miaka mingi sana bila kuuza bila, lakini anaingia ofisini, nimeanza kueleza maisha yake. Tujueni, tujajuana naye. Baada hapa nimemwambia Mungu amefanya kwa ajili yako, ukitoka hapa kazi yako dadani napata kibali. Ametoka tu ameanza kuuza wakiwanja, ndio anauza kila wakati. Lakini hata wiki mbili kwa sababu amefungua moyo wake, ametubu, ametengeneza na Mungu. Yesu Kristo ni mtakatifu, amebadilisha maisha yake. Mmoja amekuja hapa Jumatano, amepoteza nguvu ya kiume miaka 14. Atakuja tena Jumatano huyu kwa sababu anafanya kazi, anapumzika tu Jumatano. Amen. Baada ya kuomba anakasa kila. Amerudi sawa sawa, amesema sijui nakupa nini na Mungu. Na sijui kama wewe unatamani Mungu afanye nini. Nilikuwa naomba na mtu na radio, wiki mimi naomba tu habari ya watakatifu kwa ishara na radio, sio vitu vingine. Lakini mtu amekaa na baba yake amekaa miaka 12 bila kuona. Wameanza kuomba, wako Manyara, mimi niko hapa kwenye radio naomba. Baba yake macho imefunguka. Yesu anaweza kufanya vitu vinapitiliza maisha ya watu. Nataka uelewe kitu kimoja, ujiza sio kitu ya kutafuta, ujiza inafuata. Amen. Amen. Vitu unaweza kutafuta nje, inaweza kukufuata. Amen. Kazi ya Mungu imeharibika sana leo kwa sababu tumeachia madhabahu na watu maisha yao bado hayatakaswa. Ukiona nani mhubiri mwenyewe ndani ya huduma anatembea na watu na sema ibada, anatembea na watu 5, watu 6 anaishi nao kimapenzi. Hata kiomba, hata watu wanaanguka chini, hakuna mabadiliko kwa sababu nguvu ya Mungu inaonekana sio na kuangusha watu chini, lakini nguvu ya Mungu inaonekana na mabadiliko. Unajua ndani ya Biblia watu wote walikuwa wahubiri kama mimi, lakini ndani ya Biblia tulikuwa na mwalimu mmoja. Huyu mwalimu alikuwa Mungu, siku moja alikuwa amevaa mwili. Siku amekuja dunia, Biblia inasema huduma zake ilikuwa inatoa watu na maisha ya dhambi, inaingiza watu na maisha matakatifu. Leo tumeshindwa na kazi yetu kwa sababu watu wanaanza kufanya huduma tu kwa ajili ya utukufu, lakini sio kwa ajili ya kujaza mbingu. Mara nyingi namwambia kwa watu, mbona waza Mungu akija leo utaenda wapi? Yes. Disi unaishi dunia unatembea. Mungu akirudi sasa hivi utaingia. Ukiona mtu mwingine anaandika zambini hapa Afrika, unaona mara nyingi anakaa Uswahili kabisa, anaanguka kwa zambini. Sasa siku atafika Amerika. Ukishika Faransa, jua ikiwaka kabisa hivi unaona wazungu wanaenda soko, yeye amevaa tu Brazil na chupa anaenda soko, mji mzima kwa sababu ya jua hizo vangu. Utazimiwa. Amen. Sijui kama mtu mmoja anataka kujua ile kitu nataka kusema. Yusufu alikuwa na mke ya Potifa, bosi yake. Mke wake mtu yote anafanya kazi na nyumba ya ufalme. Nimefika Misri, nimefika Maroka, najua jinsi gani wafanyakazi wa nyumba ya ufalme wanafanya. Hata na nyumba ya rais nani ulinzi au mfanyakazi ndani anaingia bafuni yako unaoga, unapigiwa simu na kuletea. Amen. Sasa Yusufu alikuwa pale, hata bosi yake anaoga, alikuwa pale, naomba sabuni, analeta, naomba taulo, analeta. Maana yake alikuwa na uwezo ya kufanya kitu yoyote, lakini Yusufu amesema alikuwa amekataa kulala na mke wa Potifa, sio kwa sababu alikuwa amejaa na Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu neno la Mungu lilikuwa tabia ndani ya maisha yake. Leo watu wapendi tena neno la Mungu, watu wanapenda makelele. Sisi ibada imekuwa kama mahali ya mpira, kama kiwanja cha mpira. Unasikia makelele, lakini hata mtu anataka kusema
wamhubiri nini? Ajui. Amen. Biblia inasema ukipokea Yesu kama mfalme wa maisha yako, utaanza kuitwa mtoto wa Mungu. Kwa nini utaitwa mtoto wa Mungu? Kwa sababu kila kitu ni omba. Sisi tumeomba na Mungu na vitu tumeomba na Mungu. Kila kitu tumeona hapa ni ombaji ya Mungu. Lakini sio kila mtu ni mtoto wa Mungu. Tunaweza kuwa na rais wa kufura kila Mtanzania ni mtoto wake, lakini kuna watoto wake amezaa. Huo huwezi kuamka siku unaenda ikulu unaingia pale utapigwa fimu moja na moja magereza. Kwa sababu gani? Wewe mtoto ya nchi, lakini wewe sio mtoto ya familia. Sasa sisi tulikuwa watu tujapata neema ya kupata kibali ya kuitwa watoto wa Mungu. Lakini baada ya kupokea Yesu, Mungu tumezaliwa upya ndani ya Yesu. Leo tunaitwa watoto wa Mungu. Sasa baraka, ujiza, maendeleo ni kwa ajili ya watoto wa Mungu. Sijui kama mmoja anaelewa. Nataka kama naingia na mhubiri uelewe vizuri sana, kwa sababu ukielewa vizuri sana hata historia ya maisha yako itabadilika. Mtu anaitwa mtoto wa Mungu, namba moja anapewa mamlaka juu ya shetani. Mimi nashangaa ukiona mtu anaenda wameweka dawa ya kienyeji, amekanyaga miguu imevimba, anashindwa kutembea. Mimi nilikuwa najenga hapa, kila siku wanakuja kumwaga urisi wanganga ya kienyeji hapa kila siku. Hadi nimemaliza, hadi barua wamesema wewe huwezi kumaliza kujenga, utakufa au ujina. Siku moja wameletea mimi wewe pale, wamesema kuna gari ya ujenzi itapita hapa. Nimesema mimi natajenga kabla ya tarehe 2 mwezi wa 6 na tamaliza. Imefanyika hivyo hivyo kwa sababu mtoto wa Mungu iko na nguvu juu ya shetani. Lakini kama Yesu Kristo yupo ndani yako, hata unasema katika jina la Yesu, shetani anaogopa sio kwa sababu umetamka jina la Yesu, lakini shetani anaogopa Yesu huyu anaishi ndani ya mtu. Unaweza usema amen. Ndio umeona nimeweka hiyo mstari hii ni msingi yetu. Yohana 4:20 Biblia inasema Mungu ni roho. Namba moja, huwezi kuabudu au kuomba kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Roho Mtakatifu ikishuka ndani ya maisha ya mtu, lazima mtu abadilike. Nataka kumwambia mtu kitu kimoja. Yesu amekaa na mitume miaka 3. Lakini baada ya kufufuka amerudi tena. Kabla kufufuka amekufa, amefufuka. Lakini kabla kwenda mbinguni amekaa na mafundisho yake siku ngapi? 40. Anafundisha neno la Mungu. Uwezi kusema wewe ni Mkristo kama hujui neno la Mungu. Amemaliza kufundisha neno la Mungu, amemwambia mji pale na chumba cha juu. Ukaeni pale hadi siku Roho Mtakatifu anafanyaje? Itashuka. Unaitwa Mkristo sio kwa sababu umekaa hema miaka 50, miaka 40. Mkristo ni mabadiliko. Unaweza kuwa askofu, pastor, mchungaji, evangelist, nabii, mtume, mwalimu, lakini kama bado hujabadilika, hata umekaa miaka 100 na kazi ya Mungu, wewe ni mpagani. Yesu amesema bakeni pale Roho Mtakatifu ishuke. Siku Roho Mtakatifu imeshuka, kila mtu hata maono yake imebadilika. Ameanza kuona Mungu tofauti, ameanza kufikiria tofauti, ameingia na kazi ya Mungu. Ndio tunasema Mungu ni roho. Kama roho ya Mungu haipo ndani yako, matendo zako zote itakuwa ya mwili tu. Kwa nini leo kazi ya Mungu inaharibika? Tunaacha watu ya mwili waongoze, kwa sababu mtu ameingia huduma yuko na nguvu ya pesa. Huyu mtu ameanza kuamuru ndani ya kanisa na sema Roho Mtakatifu, sitaki mahubiri kama haya. Mimi nataka nakaa na hii siti. Kama akichelewa ibada, siti lazima ikae wazi. Hata mnani amekaa lazima asimame. Hii tabia imetoka wapi? Amen. Watu wanachezea Mungu. Ndio maana kazi ya Mungu imeharibika. Leo wameingiza mafuta mamaji. Yesu amepiga watu fimu kwa sababu walikuwa wamegeuza sehemu ya ibada ilikuwa sehemu ya biashara. Lakini leo watu wanafanya zaidi. Watu wanauza makitaba, nilikuwa Babati, nimefika Babati nimekuta watu wanauza chupi, single, brazia ya upako kwa nabii mmoja ya kike. Watu wananunua. Watu wengi wananunua na mafuta. Amen. Amen. Kwa sababu gani? Watu wamezoea na mambo ya ushirikina. Anataka vitu alikuwa anapata na manyumba ya uganga ya kienyeji apate tena hapa.
mwaminifu sana. Yesu anatembea na watakatifu. Baba amefika ofisi yangu sijakupa kitu. Huyu alikuwa pale amekaa baada alikuwa pale amekaa miaka 14 bila nguvu ya kiume. Niko na video zake hapa kwa. Sijakupa kitu. Ukishapata kabisa maisha yako ikitakaswa, Roho Mtakatifu itashuka itabadilisha maisha yako. Ilikuwa na mwanamke mmoja yuko hapa mjini maeneo ya CCM. Wewe na Mungu wake mkeke alikuwa na shida baada ya kutoa ameenda hospitali wametoa uzazi. Wamekaa miaka 5 bila kuzaa. Sasa mwanaume alikuwa anasema lazima yeye abadilishe hati ya ndoa afunge ndoa wanawake wingi kwa sababu anataka mtoto, anasumbuliwa na familia. Siku moja wamesubiri mkutano wamekuja mmoja alikuwa kidogo amefuata hadi kibaya. Tumeomba, nimemwambia yeye na Mungu wake nimesema mwakani na wakati kama Mungu anakupania watoto, hivi unakuwa na watoto wanne. Mmoja anaongea hapa kwa sababu ana watoto watatu. Mtu uzazi umekatika lakini kuna watoto watatu. Tuko na Mungu, yeye anaweza kila kitu. Lakini Mungu ni mtakatifu. Mtu mwingine unaumwa kwa sababu ni mwizi. Umeiba vitu vya watu umelogwa. Ukija kwa mchungaji kwa prophet nimeiba. Sasa baada ya kuiba nimelogwa. Wewe unataka upone, wewe tena kuiba. Amen. Tuko na watu wanateseka kwa sababu wanaishi maisha uchafu sana. Ukitaka Mungu akuinue, toka na hii maisha uchafu ingia na maisha matakatifu ili Mungu atakuinua. Ndipo unasema Mungu ni roho. Unataka kuabudu Mungu. Ya kwanza lazima kuabudu Mungu katika roho. Ya pili nao kweli. Kwa nini Mungu anasisitiza ukweli? Kwa sababu na Yohana 8:44 Biblia inasema baba ya uongo ni shetani. Ukiona mtu anatamka uongo ndani ya maisha yake, ndani ya mdomo wake, huyu ni mtoto wa shetani. Hata anashika Biblia. Amen. Sasa Roho Mtakatifu ikishuka ndani ya maisha ya mtu, inatoa mtu na mapenzi ya dunia, inapeleka mtu na mapenzi ya Mungu. Ndio unaona na maombi Yesu Kristo alikuwa amefanya siku Yesu anafundisha watu kuomba na Mathayo 6 unaanza na 9 hadi 15. Iko na mahali Biblia inasema mapenzi yako ifanyike dunia kama inafanyika wapi? Mbinguni. Sasa kwa nini? Mapenzi ya Mungu ni mtu aishi amri 10 za Mungu kama imetamka hapa. Amen. Amen. Uwezi kusema kama ni Mkristo kama hivi vitu hapa ndani yako hamna. Hapa na mmoja imeandika usiwe na Mungu mwingine. Lakini watu wangapi wanakuja ibada lakini wanaenda nyuma ya mama kenyeji. Akija ibada lakini iko na Mungu mwingine pembeni. Sasa kama utaishi huko na Mungu mwingine, hata unaomba, unaongea lugha, hata unaanguka chini, Mungu hawezi kusikia maombi yako. Ili hata alikuwa amepata shida na maisha, alikuwa yuko na Mungu mwingine, alikuwa na Mungu mmoja tu. Anakimbia amesema hata natateseka, hata miaka 3 imeshafika, na mimi yuko na sifa na bidii. Na Biblia inasema usifanye sanamu ya kuchonga. Siku moja nilikuwa kwenye ndege. Ilikuwa na msanii mmoja Tanzania. Tulikuwa na business class. Tulikuwa nimetoka Kinshasa tumefika Ethiopia, sasa tunachukua ndege tunaenda Belgium. Sasa tulikuwa na business class. Ndege limeanza yani wametangaza wanaingia na sema mbaya sana. Hii sasa unasikia vitu kama sio sahihi. Nimeona watu wengine wanatafuta sheni yake ya maombi imeenda. Sasa akifungua mkanda na ataanguka hawezi kufungua mkanda. Anaanza kulia, anaomba sasa nani wafanyikazi hapa na leo msaidie imeenda pale. Anasema nimesema maombi yangu imeenda. Sasa kama Mungu mwenyewe anaenda huku, amekuacha na muda ya shida, kwa nini unanyang'anya kukangana huyu Mungu? Amen. Huyu mwenyewe msaidia amefika sasa, alikuwa na kitabu yake kidogo ya maombi. Sasa kitabu yake ilikuwa kwenye beki. Anaanza kulia. Akitaka kusimama na ndege inafanya hivyo, anasema, akisema mchungaji omba tu. Mimi kitabu yangu ya maombi iko pale juu ya beki. Mungu anaishi sio na vitu. Mungu anaishi ndani ya mtu. Ukitaka Yesu atembee na maisha yako, weka Mungu akae ndani ya maisha yako. Leo tunateseka sana kwa sababu sisi tunajipangia Mungu. Mapenzi ya Mungu mkiingia ndani yako, uwezi kufanya sanamu ya kuchonga. Mimi nashangaa mtelele sehemu nyingine kabisa, analia msana.
mikono ya Mungu. Wewe sisi ni ombaji ya Mungu. Lakini huyu msanamu ni ombaji ya mtu. Sasa wewe unalia. Epi na shangaa ukimaliza akujibu. Kesho unakuja tena. Unaweza kusema amen. Amen. Tumesoma Biblia vibaya sana. Ndio mbona watu wanateseka. Mtu alikuwa amefanya movie ya Yesu, siku moja amefika Uganda. Watu wanalia. Kanisa mzima ameenda kupokea uponyaji. Yeye mwenyewe anasema mimi sio Yesu, hata mimi mwenyewe nimefunga ndoa na mwanaume. Amefunga ndoa mwanaume na mwanaume. Yeye alikuwa amepokea tu kwa ajili ya kufanya movie ya Yesu. Wanapokea kama Yesu. Watu wanaona wanalia, wengine wanaanguka chini. Nimesema Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Watu wajafundisha neno la Mungu. Ukiweka Roho Mtakatifu kushuka ndani yako, maisha yako yatabadilika. Namba 3, Biblia inasema usitake bure jina la Bwana Mungu wako. Leo watu wanataka ndio nao wanataka ukisikiliza mwambie hata Mungu hajasema, mtu anasema je Mungu amesema. Mwizi imeingia na kazi ya Mungu. Mtu anaweza kuja kwako amependa TV. Amesema mama naona pepo ndani ya hii TV, uniletee nyumbani. Usiweke tena hapa hivi. Sasa kama hii pepo itaenda kanisani, huyu pepo itasumbua washirika. Watu wanaibiwa. Amen. Amen. Watu wapendi ukweli. Ndio maana leo wachungaji wengi wanaanza kwenye ya fake. Anaenda soko, anakodi nyoka. Akikodi nyoka anakuja kwako siku anachimba mbele ya mgeti pale anafinika. Sasa asubuhi anakuja anasema mama uko na mifugo sana. Yuko na shetani mwenyewe anaisha. Lakini wameshachimba weka pale usiku. Wengine magari wameenda, watu wameenda. Mimi natoa sana. Natoa sana. Zaidi ya milioni 100 nimetolea Mungu na maisha. Lakini sitaki mtatoe kwa ajili ya kuibiwa. Mungu anakataa kuibiwa. Nyoka kitoka pale unaweza kutetemeka. Hii mipango zake sema mama hii ni shetani mwenyewe. Mafuta kuteketeza hii nyoka iko Israeli tu. Dola 30 milioni 60 hapa. Kwa sababu gani? Wamesikia pesa fulani imeingia nyumbani. Unatetemeka. Mimi naongea watu wote wanatetea manabii zote, wasiofu wakuu zote, hata serikali nasikia vitu naongea ni kweli. Mimi mchungaji sipendi na wachungaji wengine sipendi na watu kwa sababu ukweli umezidi. Amen. Amen. Kama maisha ya mtu ilikuwa na mikono ya watu, mimi nimeshakufa zamani miaka nyingi sana. Sio nimeshalekea sumu. Nimeshatumia majambazi, natumia watu. Lakini Mungu ananilinda. Nataendelea kuongea ukweli tu. Wamefinika. Sasa kifinika, mama huo unatetemeka. Unaenda kikao umesema acha nitoe hii pesa. Imeandika kwa sababu watu wasomi tena Biblia. Imeandika. Amen. Amen. Kama kuna kitu inasumbua maisha yako, yitwa mtumishi wa Mungu, nabii apostol nani, aje aombe afukuze ipepo. Baadaye ukiona kile umetulia, unashukuru Mungu. Ukitaka kutoa, toa kama wewe. Amen. 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 Siku moja nimeenda kwa mtoto wangu mmoja Dar es Salaam. Amen. Nimefika pale, sibeni niko kama hivi kwa sababu Mungu amemwambia mimi nafika pale kwa sababu nilikuwa na ujumbe kwa ajili yake. Nimechukua ndege nimeshuka. Siku nafika tu naingia baada ya dakika 2. Nimeona mtu mmoja ameacha kondefu kama hapa. Sijui kama mtoto wa Ibrahim au alikuwa nani? Alikuwa na familia ya Musa, siwezi kujua. Ni familia yake. Sasa nyumba kidogo hapa, hii nyumba iko na sofa mbili. Iko na TV. Sasa nyumba nayo kuweza tu kuingia, lakini anaingia na ulinzi. Na nyumba kidogo hapa hii hata masafa inaweza kuzidi. Sasa sijui kama hiyo ulinzi anazuia TV kuse hii mtu. Ndio mtu anaenda lakini ulinzi anasukuma mapazia anasukuma. Mimi nilikuwa naenda kwa jinsi yangu, nimevaa t-shirt yangu nimekaa ndani zangu. Kusoma nini napenda kuvaa sepo tu. Amen. Ameingia amezunguka amevaa gauni kama ya jirani zetu. Amezunguka. Unajua watu wanakuja lazima akutishe nani kabla kuongea. Hapo baadaye amezunguka. Mimi nilikuwa na gari tu. Nimesimama mbele ya TV zetu mimi naangalia nataka
Kwa anapenda mofisa sasa na malizano hiyo movie inapita. Amesema, "Oh, huyu ni sema. Huyu ni apostle." Huyu ni apostle nabii. Nasema, "Oh, hiyo mwenyewe kuna nini mbili?" Ongeza tena hata. Pia dada amekuja amekaa. Mimi nimekaa hii sofa yeye amekaa. Hii sasa mtoto mmoja amekuja amekaa. Mtoto alikuwa sasa ameenda ndani. Amen. Mimi nimepindika sana ndani ya kiti. Amekuja amesema, "Mama niko ofisini naomba. Mungu amenituma naje kuchukua simu zako." Mungu anamwambia mgeni ameandika hapa anatoka ofisi. Naje kwa naje kuchukua simu. Hii simu naje kupigia Musa au natapigia Ibrahim. Angalia jinsi watu wanateseka. Tena ametoa mle chupa ya mafuta amefunga ameweka pale amesema nachukua tunachukua simu na kuwekea mafuta. Eta huyu kijana binti alikuwa amekuja na hii simu iPhone 7. Sasa mchungaji amependa ile iPhone 7 ilikuwa na simu moja nzuri zaidi. Ukiweka hapa ukiangalia tu kwenye macho lazima upende na kuvuta. Iko na vitu tofauti sana. Mchungaji amependa ameanza kuhitaji jina ya Mungu bure. Na mahali Mungu alipo. Amen. Amen. Hii sasa anaanza kutaka. Sasa hivi tunaniangalia na angalia tu. Mimi nilikuwa pale nacheka tu. Amemaliza nasema wewe unaitwa nani mimi ni mtume. Sasa hizi usiongee na mtumishi kama hivi ongee. Nasema mimi si mtumishi. Tumetumwa na Mungu sisi wote. Amesema nimebeleta kwa simu mimi na shika. Nichukue simu hizi. Nasema hizi kweli Mungu ametuma uchukue simu. Mungu kabisa amenituma. Wewe umetokea wapi? Nasema wewe jinsi wewe umetokea mahali umetokea mimi nimetokea hivyo hivyo tulikuja kuonana. Amekata na taka kutisha anaongea. Amemaliza. Amesema sina muda weka hii simu na bahasha naondoka kwa sababu sina muda. Nipo muda hii imebaki kidogo ndio tutamalizana. Nasema nimekuja hapa kwa sababu hii binti anatembea na mume wa watu. Huyu mume amekupa simu Jumamosi imepita. Mke wake amelipa watu wapike binti hadi kufa. Ndiye Mungu amenituma hapa twende kupigia mume wa watu na mke wake tuombe msamaha. Sasa wewe Mungu anataka kitu ya dhambi ndio utumie. Ametulia sana. Ameuliza hivi kweli simu mama anaongea kwa sababu ni kweli hii ni baba nani anasema ni baba yako. Huko mbele tunakuja na fatu jinsi tunasema pale kabisa tuonike mtumishi. Niambia wewe mtakatifu na kana suti. Wewe mtu umevaa kitu kama gauni kama ya Yesu dhambi imejaa hadi kwenye ndevu inaonekana. Amesema unaongea sio nzuri, nasema naongea vizuri sana lazima uokoke pia. Watu kama hapa wako wangapi wanatesa watu? Watu wangapi wameibiwa? Amen. Amen. Toa ni kitu nzuri sana. Hata mimi natoa sana. Lakini usiibiwe. Mtu mmoja anatokea pale kwako. Mungu ametumanaje kutoka Gestivi? Huyu Mungu huyu anataka kwa Gestivi yeye ndani wani na Martha wala kana nani. Amen. Ibrahim alikuwa anatoa. Mimi nimetolea Mungu vitu nyingi. Bado ndege basi kubwa na vitu madogo madogo. Lakini karibia vitu zote magari, manyumba, pesa nimeshatolea Mungu. Hadi natulia na viteza akili ya watu. Lakini siwezi kubali mtatoe kwa ajili ya kuibiwa. Watu wengi sana wanakufa wanateseka kwa ajili ya kuibiwa. Kama Mungu hajasema, tuseme Mungu hajasema. Niko na uwezo kumwambia baba, kumwambia letea mimi pesa zote umepata. Niko na uwezo ataleta. Lakini mimi sio mdanganyika. Amen. Nimekaa siku moja nimeletewa kabla kwanza nilikuwa mbali. Nilikuwa tunatembea na mchungaji mmoja. Nimeletewa kijana mmoja amekuja na pesa milioni 25 sio kupitia benki. Pesa mkononi. Ameweka juu ya meza. Nilisema prophet nasikia unataka kuanzisha huduma. Mungu amenituma naje kubariki. Nimepata neema. Mimi ni mtumishi wa uongozi nyingi sana ndani ya hii. Na watu wengi sana na askofu wengi sana. Amen. Amen. Sio tu Afrika dunia. Sasa baada ya kusikia baba ameweka hii pesa kwenye meza. Mimi sio mtu naenda kwa mambo ya pesa ya kitu kwa sababu nimeishi maisha ya utajiri. Kwa nini nilizaliwa nimekuta baba yangu alikuwa tajiri. Askofu lakini alikuwa na pesa. Baba alikuwa anauliza tarehe yako kuzaliwa unataka kwenda nchi gani? Wewe umeshauliza hiyo swali. Sasa kitu gani naweza kuacha Mungu kwa nini? Nimekuja kwa Yesu sio kwa sababu natafuta vitu. Nimekuja kwa Yesu kwa sababu naamini
yeye ni mtakatifu. Yeye kuna sehemu kwa ajili yetu mbingu. Yeye ameniita. Amen. Baada ya kijana kuja na pesa, angalia kijana amesema Mungu amenimwambia na kuletea. Nimeangalia pesa, nimeona mama yake alikuwa hospitalini, nimeona mtoto wake amekaa chini, lakini kwa ndani ya chumba hospitali baba yake analia, lakini amelala kwa nje. Nimeuliza kwa nini nimeona hivyo? Amesema mama yangu ni mgonjwa muda mrefu sana. Baada ya kianza kusema Mungu ameanza kusema na mimi. Mungu amesema umeona vitu. Huyu pesa ameuza nyumba ya wazazi yake, mama yake ameanguka, ndiye amechukua pesa amekuletea. Nimemaanisha siwezi kuchukua pesa zako kwa sababu hii pesa iko na dhambi, iko na damu ndani yake. Kwa nini damu nasema kwa sababu mama yako atakufa kama pesa haijauzwa? Pesa umeuza nyumba. Ameshtuka. Amesema nimetoka kwa nani zetu, bibi na bibi. Tumetoa milioni, amesema nimetoa milioni 25 kama wewe. Amenibariki, amesema nataishi baraka. Anasema utauza hata nyumba ya serikali. Kwa sababu unabarikiwa kuuza vitu vya watu. Watu wengi sana wanaishi maisha ya sana kwa sababu bado waliokoka. Ukionana na mtumishi fake, utaharibika. Siku moja nimeenda hapa Arusha, niko na mshirika wangu na duka kubwa sana. Hapa Arusha. Iko na duka kubwa sana. Itaji yake inaweza kufika hata milioni 200. Nimeingia hapa. Baada ya muda tu kuingia dakika 2 nimeingia. Nimeona amesema profeta kuja, ameingia ameenda kujificha kwa mimi. Sema siku. Nimeona moja ameingia tena na mlinzi, ameshuka baadaye profeta ameingia na mlinzi wengine. Amezunguka. Amemaliza amekuja amesimama sasa anasema niko kwenye namna gani tu hivi. Amesema mama yuko amesema mama yuko amesema gari yake huyu hapa. Amesema yuko ametoka na gari. Amesema hapana gari yuko. Ndio mchungaji anasisitiza kabisa mimi nasema hii ni serious. Sasa akisema tu apostle alikuwa hapa mbele. Ya apostle. Baada kwenda mama ametoka nimwambia kwa nini unakimbia? Amesema mama nimechoka. Hata siende kanisa. Kila siku mchungaji akija hapa, anachukua badisha, anachukua vitu, anabeba vitu hata ya milioni. Alipi, anatoka tena anasema Mungu akubariki. Sasa siku utaanguka. Atasema nini? Bibi yako ndiye mchawi. Hivi utaamini? Lakini unasahau faida yako hii inakula. Watu wengi sana wanadanganywa, ndio maana watu wanateseka. Amen. Mimi kiongozi yote napigia simu hata saa 8 usiku anapokea. Kwa hiyo sisi kupigia mtu simu kwa sababu naenda kumwambia Mungu ametuma leo kuchukua gari yangu. Na kwa ajili gani? Nikienda na duka mtu, tukienda tangu saa ngapi watu mingi huko na mashirika yao. Amen. Si kama nasema pesa mimi nipe mimi nitakupa baadaye nitakutumia. Lakini siwezi kuja Mungu ametuma nimechukua vitu vya watu, mara nyingine nimeshaingia faida nimeingia na pesa zake kuja nini? Ya kulipa nyuma na kulipa tena kutoka Mungu akubariki sana. Imeandika wapi? Yesu vitu vinafanyika amefanya wapi? Amen. Kwa sababu gani? Watu wasome Biblia. Ukisoma Biblia utajua Biblia sana. Usikubali kuhitaji jina la Mungu wako bure. Ndio wale watu sana wako chini ya laana. Kila siku nafukuza mapepo. Pepo ondoka. Unawaza kila Mtanzania ana pepo. Unawaza kama Yusufu alikuwa na wakati yake leo. Ameshamaliza makanisa yote. Nalo mimi. Ameuza na familia yake. Amefukuzwa nyumba, ameenda magerezani kwa sababu anataka kubaka. Kwa anaenda wasema kuna wewe ya mkataliwa. Tuko na watu wanateseka sio kwa sababu kuna hofu, lakini ni wakati ni shule wanapita. Kweli kuna watu wanaweza kuteseka kwa sababu ya mashambulizi, lakini kuna watu wanateseka kwa sababu wakati. Huo kija tunaona pepo. Watu wote wapo na pepo. Amen. Naomba Mungu akubadilishe. Amen. Huyu ni sheria ya Mungu. Biblia inasema kumbuke siku ya Sabato mtakase. Siku ya Sabato iko aina mbili. Namba moja, siku ya Sabato ni Jumamosi, Jumapili kama tuko hapa. Hii siku ya Mungu kuanzia saa 6 hadi saa 6 lazima uache kwa ajili ya Mungu. Akili yako vitu nasoma, vitu naangalia kwa ajili ya Mungu. Namba 2, Biblia inaongelea pale kumbuka siku zako ya Sabato. Unakumbuka siku gani ulikuwa umeokoka? Kwa sababu siku ya Sabato yako ni siku umepokea Yesu kama mfano wa maisha yako. Ukikumbuka usipoanguka dhambi.
Umesema nilitoka pale, nimeacha pombe, nimeacha maisha hii ya uchafu. Sasa nimeingia kwa Yesu, kwa nini narudi tena pale? Umesema hapana, siwezi. Kwa sababu umekumbuka. Leo sisi wa Kristo tunasahau vitu vingi sana. Ukitembea na gesti hapa, kumbukumbu hamna, gesti inajaa na Wakristo. Zamani ilikuwa inajaa na watu wa gauni, leo inajaa na watu na maswali, inajaa na watu wa Kristo kabisa. Amen. Iko tena Wakristo wengine wako na mabili kwenye magesti ya kukaa na mabinti ya watu, ya kukaa na watu wanaharibika. Leo kitu imejaa na masemi ya ibada. Kanisa moja hapa mwaka huu pita, ngani amesema tu nataleta watoto watakuja Jumapili, kanisa kubwa watakuja kupima kujue afya yake. Jumapili watu wajanja. Mchungaji alikuwa yeye mwenyewe na mke wake. Na watoto ndio walikuja. Wakubwa wote wajanja. Kwa sababu gani? Hospitali inakuja kupima watu. Kila mtu amekumbuka. Hata ile mali gani tunapeleka Yesu. Amen. Hii ndio Biblia inasema mapenzi ya Mungu. Usiue. Watu wanaua sana. Wengine wanatoa mimba, wengine wanauma na neno yao, wengine wanatengeneza historia kwa ajili ya kuhuduma, kuua watu, kuvunja familia. Usiue. Amen. Namba 7, usinzii. Nini mbaya sana? Unajua watu wengi sana wajui ndani ya ulimwengu ya roho. Amen. Tuko na kitu inaitwa agano. Amen. Na masharti ya agano huyu inavunjika kwa shida. Namba 1 ni agano la neno. Namba 2 ni agano la damu. Namba 3 ni agano ya tendo la ndoa. Kwa nini namba 1 ni agano la neno? Nitaongea na siku 100 hapa. Kupitia neno unaweza kubali Yesu, unaweza kuingia agano la Yesu, au na limwengu wa ushirikina, au na Freemason, au na wachawi. Kupitia agano la neno. Kupitia agano la neno unaweza kuingia usema kisema ya kimapenzi na mtu. Kupitia agano la damu sisi tumeokoka. Kupitia agano la damu watu wanakufa. Wengine waenda ushirikina, kutoa watoto, kutoa familia, watu wanakufa ndani ya agano la damu. Watu wanaishi familia ili abaki tajiri. Amen. Kupitia agano la damu mtu mwingine amependa mtu leo, amekunywa damu. Mimi siku nikifa, usife. Huyu ameenda amepata ajali, huyu amesikiwa amekufa. Agano la damu ni mbaya sana. Agano la 3, hii nimesema agano la tendo la ndoa. Biblia inasema ukiishi mapenzi na mtu. Amen. Kama yeye ni mchawi au si mchawi. Tuko hapa tuko na wachawi wengi sana na sehemu ya ibada. Mimi si mhubiri mwenyewe mchawi. Sasa hii agano lazima ivunjike. Watu wanapenda tunaishi maisha ya uzinzi sana. Siku moja mzee mmoja kanisa nilikuja, nitoka kanisa moja chini hapa nilikuja. Amesema prophet niachane na mke wangu kwenye mwili miaka 2. Sasa nataka kabisa unisaidie. Nataka kuachana naye. Anasema kwa nini yeye kama mchungaji wako? Amesema mchungaji wangu ni askofu tu lakini sio prophet kama wewe. Nimwambie kaa hapa amekaa. Tulikuwa ofisini hapa. Ameweka gari yake pale nje. Nimeanza tu kuangalia nimwambia baba nimeona ukimwi inazunguka na mwili wako. Mungu amesema kuna ukimwi, huyo ukimwi umepata kwa mwimbaji kweli. Huyu mwimbaji kwa miaka 18, huyu baba yuko na miaka 52. Angalia. Amesema prophet nataka naenda ndio kupima. Kama nimekuta kitu hapana. Natakuja kubeba hapa na mimi napenda vitu kama hapa wewe. Ameenda hapa chini. Amepima mara 5, amepata mara 5. Nimekaa tu napiga simu. Baba. Sasa tutafanyaje? Nasema tufanyaje? Ili kuchukua polisi wewe. Sasa nataka tuombe itoke nasema namba 1 lazima utubu kanisani yako. Utubu kwa mke wako. Tuombe msamaha kwa Mungu. Mungu atafuta kitabu kisema na heshima yangu siwezi kufanya hivi. Nasema endelea utakufa baadaye. Watu wanaingia dhambi lakini wanataka utukufu. Huyu amepata ukimwi kwa mwana mtoto ya miaka 18. Sasa Mungu ametoa mke wake. Yeye anawaza amekataa kuishi matendo na ndoa mke wake. Aidha Mungu analinda mke wake, mke wake ni mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema iko na malaika ya ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Nimeona hii baba wiki imepita amekonda. Amemwambia mimi nasafiri. Naenda kukaa Kenya, sikae tena Tanzania. Sema toka
iko kamili wewe tu maisha yako. Kwa hiyo unaanza kuongea. Dhambi ni raha dakika 5, lakini baada ya dakika 5 matokeo yake ni mbaya sana. Badilisha maisha yako. Biblia imeenda kwenye mapenzi ya Mungu. Usiibe. Amen. Ndio maana hata maana ibada leo hata basi mimi mtakija hapa na kuombea. Usife uvunjike mikono. Ubaki mgonjwa ya maisha. Ndio maana hapo kuna watu wanasahau kasinya hapa. Inakaa kwenye kiti hapa wiki, mtakiona hapa anakaa kushoto, akiona hapa anakaa kulia, hapo usi. Yuko vizuri sana ile ngoma. Mtu mmoja alikuwa ameiba mimi mbao, ameiba. Nimemwambia wewe popote unaenda kuiba lazima upate kesi ya mwizi. Sasa kesi ya mwizi imezidi. Hadi wametangaza ya mwizi, wameweka picha yake pote. Hapa harusi sababu ni mwizi kabisa. Nasema wewe utapata hadi siku 3. Tuko na uwezo ni maombi. Mungu anajibu maombi ya watakatifu. Baba ametaka mimi hata nisai kwa inafika. Amen. Kwa sababu amefungua moyo wake. Mungu amesema, amesikia, ametengeneza na Mungu anapeleka mbali. Hii ni mwanzo. Kwa sababu mwakani atainuliwa tena. Watu tunataka tubarikiwe. Hata baraka. Ukiuliza mtu baraka ni nini hajui. Amen. Nilikuwa Dar es Salaam, hoteli kwa nakaa. Ilikuwa na mchungaji mmoja pale. Alikuwa akiamka asubuhi na anaenda na reception pale. Kwenye restaurant pale anafanya picha anasema naongea nataka baraka mjini yetu. Naona magogo kwa nyumba. Sasa mimi nimekuja niulize baba. Kwa ajili yako baraka ni nini? Amesema baraka ni nyumba, ni gari. Nimesema huyu mtumishi ni feki kwa sababu hata yeye hajui baraka ni nini. Sasa wewe unasema baraka ni nyumba, baraka ni nini? Ukichukua mtu kama mwimbaji dunia kuna manyumba iko na magari, utasemaje? Ukichukua hata mtu kama Koffi Olomide iko na milioni 800 ya dola na benki ya Kinshasa bila kuhesabu pesa ni namba gorofa. Iko na magari kama 40 ya kifara ya dunia ya namba 1. Sasa unakuja kwako unasema baraka ni nyumba, atakufukuza. Amen. Mimi niko na marafiki wako na bandege. Ukienda tu pale sema mchungaji ukifika tu pale natakuja kukuchukua. Sasa unakuja pale kwa Yakobo sema baraka ni vitu. Anasema mimi siwezi tena kuokoka kwa sababu wote wamehubiri neno la Mungu mbaya sana. Ndio maana mtu anakuja ibada anataka aingie maskini atoke tajiri. Biblia inasema mtu lazima afanye kazi. Amen. Amen. Yufu unakuwa unatoa vipi kama ufanye kazi? Amen. Amen. Mimi nilikuwa na watu wengi. Watu wengine wamekimbia kwa sababu analeta fungu la 10 na yule mwambie mama, fungua hapa toa fungu la 10 yako kwa sababu hii pesa imetoka kwa mwizi. Wamesema hii mchungaji mbaya sana. Naongea ukweli. Amen. Mtu anakuja kanisa anakaa pale anasema mtumishi, Mungu anasema usiseme na Mungu amesema. Nimeangalia maisha yangu, nguo zote umevaa nini hapa? Uzinzini. Ulikuwa unaishi na mume wa watu amenunulia jana ndio umekuja na ibadani. Anza kutubu. Atakana vipi mimi kama hapendi Mungu? Amen. Lakini tunaamini Yesu ya Mungu atakuja. Amen. 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 Watu wanapenda vitu vinafurahisha moyo wao. Maisha uzizini ni mbaya sana. Acha. Itakuharibu. Ukiona watu wa dunia mtu unachukua unaona mtu wa dunia amekaa maisha yote na mwanamke mmoja. Sisi sekenda tukufa na miaka 60 na ngapi. Amekaa na mwanamke mmoja na watoto wake bila kuzaa nje ya ndoa. Mtu alikuwa na uwezo tajiri aina ya juu sana. Lakini hajatoka hata nje, sio hata Mkristo sana ni muongo. Lakini wewe ni Mkristo unaongea na lugha kanisa lakini unaendelea kufanya maisha uzezini. Mimi nashangaa sasa hivi ukiona kabisa mtu amekaa miaka 5 miaka 10 bila kuzaa. Mtoto anazaliwa, Mungu anasahau familia ya baba, familia ya mama, hata watu wanazunguka mtoto. Mtoto anazaliwa na sura ya mchungaji. Ukiangalia mtoto na angalia mchungaji unaona kabisa kitu wanafanana zaidi. Na familia ya baba hakuna mtu anaweza kupata sura. Na familia ya mama hakuna sura inaweza kutoka. Mungu anachukua tu mchungaji. Watu wanashangilia Mungu. Wapende ukweli. Amen. Uzinzini ni kitu mbaya sana. Hata ukijificha leo, niko na siku itakukosa. Mimi namwambia Mungu vizuri. Mungu akirudi akutembenga watu 10 tuingie mbingu wote. Ukienda wa 10,000 unaingia mwenyewe.
mpaka inafuata watakatifu. Ukishatakasa maisha yako, baraka itakufuata. Yusufu alikuwa anajua siwezi kutembea na mke wa ndoa, lakini leo kuna mwanamke kule ndoa anatoka, mwanaume anatoka, boss anataka amesema kama unataka kuishi na mimi mapenzi na kufukuza kazi kwa ajili ya huyo anaishi tena ndoa. Adui anaingiza dhambi, anaingiza laana ndani ya nyumba zake. Anaweza kuingiza na magonjwa. Sasa leo unateseka, unatafuta shida zako huko nyuma ya nani? Amen. 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 Siku moja nimeenda na askofu na wachungaji wa kanisa tofauti tu ya roho hapa maombi hapa Mlimani ya nani hapa ya Duruti. Mimi kwa napenda sana naenda kwa Mlimani naomba siku 21 saa 6 hadi mwezi. Na sasa tumesema twende tu tuombe siku. Tumefika hapa sasa kila mtu alikuwa na kasiri, tumefika pale. Tumekuwa usikuwa si mtume, si mchungaji gani ameleta watu wa familia gani wameenda maombi. Walikuwa watu kama 40. Sasa huko ukiingia ukishika kwa chini iko na mahema madogo madogo. Sasa sisi tulikuwa na hema kabla ya mwisho. Sasa hema moja, hema ukirudi hema tatu, kuna hema moja kubwa ilikuwa na mabinti. Ukivuka hii ya kwetu ndio ilikuwa na wanaume. Usiku saa 9 huyu mabinti wanatoka pale, wanaenda hema ya wanaume kuingia kwenye sio kuomba, lakini kufanya tendo la ndoa. Sasa mtu anaenda kufanya tendo la ndoa mahali ya maombi, anatoka anasema mimi sijabarikiwa, sijapona, ndio wazao wamepoteza, watafuta shetani nani? Hii ni shetani mwenyewe. Watu wangapi wameharibika sasa ni ibada? Amen. Hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Ukitaka ubarikiwe, hakikisha mapenzi yako. Ina maana Biblia inasema usiibe. Hata mwizi imekuwa sana. Niko tena mwanamke anaiba pesa na kisha mume wake. Ya yeye na mkaneza umemke nimeona pesa anachukua, hapana anachukua. Mwanaume sana iba na beki ya mke wake. Amesema kwa nikiomba Yesu nipata na kuchukua. Watu ulizo sasa hawezi kusema. Unaingiza laana na maisha yenu. Amen. Amen. Namba 9 Biblia inasema usishuhudie jirani yako uongo. Leo tuko na watu wanaweza kuongea uongo kwa sababu hataki mtu au kuna wivu juu ya huyo mtu. Uongo imezidi. Unataka kama kuchukua mtu umesema huyu ndiye anasimama aisimamia kama ibada. Unaona huyu anasimama. Mchungaji Mungu ameonyesha hiyo mtu ni mchawi kwa sababu hapendi huyu mtu tu. Sasa anatamka jina ya Mungu kwa sababu hapendi mtu. Ndio mwambie tutaki tuache Roho Mtakatifu aongoze maisha yetu. Amen. Mimi niko na Mungu Bwana anabadilisha maisha watu wanapona wanafanya mambo makubwa sana. Lakini Mungu wako ni mtakatifu. Lazima utakase maisha yako, Mungu atabadilisha maisha yako. Amen. Amen. Namba 10 Biblia inaongelea habari ya tamaa. Nataka uelewe kitu kimoja. Kitu imevunja dunia leo ni tamaa. Mtakiona umevaa viatu vizuri, anatamani viatu, usiku anafunga waya. Kwa sababu ameona viatu umekataa, anafunga waya usiku. Ukitembea ukifika pale na kuchita, unaanguka unavunjika mguu, huwezi kuvaa viatu anaanza kuvaa. Tamaa ndio inafanya hivyo. Mtakipenda sana mke wako, anatuma watoto siku anakupiga, hata sumu unaweza kuwekea kwa sababu ufe abaki na mke wako, lakini yeye anawaza ukifa hii mwanamke atapenda yeye tu. Tamaa ni kitu mbaya sana, imeharibu hata dunia. Watu wanachafuana kwa ajili ya tamaa. Ukiona kugombana tena watu ya mpira, ya watu ya siasa, ya watu ya dini, ukifuatilia ni tamaa. Kila mtu anatarajiwa kitu kimekana mkono wa mtu mwingine. Hakuna siku mimi naweza kuwa mchungaji mlema, hakuna siku anakuwa mimi. Kila mtu yuko na mchango wake na kazi ya Mungu. Kila mtu yuko na jinsi Mungu ameitwa yeye. Lakini lazima tuaminiane, tuishi maisha matakatifu kwa Mungu atakapeleka sisi mbali. Sasa tamaa imezidi. Kwa nyumba familia inagawana. Tamaa ikiingia mama nyumba lazima iuze, watoto wanashuka. Hii nyumba itauza, mwingine wanakataa. Familia inagawana kwa sababu ya tamaa. Tukivunja tamaa na maisha yetu, tukiona Mungu kusimama. Amen. Tamaa ni kitu mbaya sana. Kwa nini watu wanaibiwa? Kwa sababu ya tamaa. Mtakiona simu yako akipenda, anaanza kufuata nyuma, aibi simu. Mtakiona hata 10,000 akipenda, kwa ajili ya tamaa anataka kuiba huyo 10,000. Nataka kumwambia mtu mmoja toka ndani ya maisha ya tamaa.
hata banalia bali walikuwa wamechukua kila kitu. Elia alikuwa hatamani chochote kwao. Elia alikuwa anaamini Mungu ana uwezo kuingiza mapepo vipi. Tamani kitu mbaya sana. Sisi wa Kristo tuishi kuishi maisha ya kama. Amen. Amen. Wewe sasa leo kidogo unasema sijaelewa profeta hajahubiri kabisa. Yeye anahubiri tu vitu zake. Hii ndio maneno Mungu amesema kwa ajili yako. Sasa hii sheria ndio ilikuwa inaishi ndani ya Elia. Sasa Elia alikuwa mtakatifu. Alikuwa amekataa kwa sababu watu kwa nabii zote ambao walikuwa wanazunguka ufalme, alikuwa na uwezo wa kuongea uongo. Lakini Elia amesema nimekataa kuongea uongo. Lazima naishi maisha matakatifu hadi siku Mungu atafanyaje? Atarudi. Sasa nataka tusome kwa haraka Ufalme wa kwanza 18 tuanze na 41 hadi 43. Unaweza kusimama tukusoma ukipata itakuwa baraka sana. Ukishapata unisaidie usome. Unaweza kusoma. Wafalme wa kwanza 18 tuanze na 41 hadi 43. Nasoma katika jina la Bwana. Na Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili hale na kunywa. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema kuna kitu. Naye akanena enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena enenda ukamwambia Ahabu, andika ushuke huwa isikuzuie. Ikawa muda sio muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu ya upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda gari akaenda zake Yezreeli. Kwa Bwana Mungu wa Elia akajaza viuno, akapiga mbio mbele Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Amen. Amen. Unaweza kushangilia neno la Mungu. Mungu abariki sana. Biblia inasema namba moja ilibaki kukimbia, nchi ilikuwa ibaki ndani ya dhambi. Amen. Elia ameshuka, alikuwa lazima amalize na watu walikuwa wanaingiza dhambi ndani ya nchi. Ametakaswa nchi, amemaliza, amepanda tena. Nataka kumwambia mtu mmoja, majibu ya Roho iko kwa ajili ya watakatifu tu. Mimi ni prophet, lakini Mungu anaweza kusema kitu kwa ajili yako ukitoka na hali ya utakatifu. Uisi na kuona vitu. Siku moja Mungu anaongea na Samson na mama yake. Huyu mtoto watoto wake wataongoza, maana atakuwa wafalme. Atakuwa mtu wa nguvu. Yeye ndiye atakomboa nchi ya Israeli mikono nani? Ya watu wa Misri. Samson amekufa, ameacha watoto wangapi? Samson amekufa, ameacha watoto wangapi? Alikuwa hajazaa. Utasema kimungu ameongea huko? Hapana, kwa sababu Samson ametoka na maisha matakatifu. Wakati yoyote mtu anatoka na maisha matakatifu, anafuta baraka ndani au ndani kitu Mungu amesema kwa ajili yake. Kwa sababu baraka kwa Mungu, kwa tafsiri ya Biblia, baraka ni ahadi ya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Mungu akisema kile mtoto atakuwa rais, si kama rais ni baraka. Mungu anaweza kusema kile mtoto atakuwa mwalimu, si utakuwa mwalimu ndio baraka. Baraka sio nyumba, sio gari. Baraka ni ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Mtu mwingine kuna gari sio baraka, lakini mtu mwingine Mungu ameingia Mungu amesema wiki leo utakuwa na gari. Ukipewa ile gari ni baraka kwa sababu Mungu amekupa kitu kwa ahadi. Eske mtu mmoja anaelewa? Amen. Utabarikiwa na ghorofa 5. Utapewa nini? Baraka sio ghorofa, ni baraka ni ahadi ya Mungu. Hadi kufanana. Mtu mwingine amekaa kama amesema utafanikiwa siku utafika Amerika.
Amekaa hajawahi kufika mbinguni. Siku moja anapeleka mbinguni, ifika tu, akifika tu namba moja ni baraka. Sasa ameanza kupokea kila kitu Mungu amesema kwa ajili yake. Sasa ukitaka kuingia na baraka, toka na hali ya uchafu. Amen. Amen. Mimi naomba kwenye wewe kila wakati kama wanaita kwa Jumamosi kwa mimi naye kama sindikiza. Hadi watu wanasema wachungaji wanasema mahubiri yangu inakosa sana. Haina mahubiri mwingine. Sikufanya tofauti sio jiza, bali nasema naombea watu na mimi jinsi naamini baraka. Lakini siamini Mungu. Huyu anaweza kubariki mtu ya dhambi, sijawahi kuona. Yesu Kristo amependa watu ya dhambi lakini hajapenda dhambi zao. Ndio Mungu amekuja nyumbani, amekuja duniani, ametuma watu ndani ya dhambi. Uwezi kuingia mahali ibada na dhambi zako. Ili baada ya kumaliza amemwambia ufalme na watu wake, akisema wewe nende kula, ishi na furaha, lakini ili amepanga. Hali ya mtumishi wa Mungu lazima baki ndani ya uwepo wa Bwana. Amen. Yuko na watumishi tu umetoa shukrani, sadaka, unaenda unalala ombi kwa ajili yako. Wala sio kanisa lilikuwa kama kampuni. Lakini mtumishi wa kweli lazima baki amutii, anaomba, anamwambia wewe fanya kazi, lakini anawasema Mungu bariki watoto wako, Mungu inua, Mungu bariki. Hadi siku nataona na macho yangu. Elia alikuwa juu anaomba. Biblia inasema anaomba. Baadaye aliita msaidizi yake. Amemwambia shuka chini, uende kuangalia kama mvua imeanza. Nataka kumwambia mtu mmoja, mambo ya Mungu yanafanyika tofauti na imani ya watu. Ili alikuwa juu ya mlima. Maana mvua inataka kuacha, ndipo mlima anafanyaje? Ataona mapema. Lakini anamwambia shuka chini ya mlima, wewe mlima ya Karmeli kwa mrefu sana. Mlima leo umesikia kitu unaweza kupanda kwa masaa 3. Mlima ya Karmeli. Sasa fuatilia mtu ameshuka na kupanda mara 7. Kama wewe ndio ulikuwa unatuma hivi ndio umekimbia naye hivi. Iko na karama kwa ajili ya baraka. Amen. Amen. Elia amebaka naomba, amemwambia shuka tena. Ameshuka mbele ya bahari, hata yeye alikuwa amechoka mbele ya Yesu, siona kitu, amerudi. Alikuwa anaenda kwa kusema acha naenda kwa sababu kama sijaenda sijui kitu gani kitatokea. Amesema anaomba, Elia anaongea tu lugha, anaomba, amepiga magoti. Amemwambia shuka tena. Nataka kumwambia mtu mmoja uko na makelele sasa tunasikia ni makelele ya baraka. Ni makelele ya utukufu ya nyumba ya pili. Lakini utukufu ya nyumba ya pili hauwezi kufika na maisha yako kama umetoka na hali takatifu. Huwezi kuona utukufu ya pili kama umeama na sehemu ya kuomba. Mlima ya Karmeli kwa tafsiri Karmeli maana yake jibu la Mungu. Ndio Elia alikuwa amebaki pale hadi siku Mungu atajibu maombi yake. Huwezi kutoka nyumbani, unakuja sehemu ya ibada, unatoka bila majibu ya maisha yako. Iwezekana. Amen. Mimi kabla kuingia kile ibada hiyo na vitu napangia Mungu nasema Mungu ibada hiyo nataka wiki ya Jumapili naona hiki. Ikifika Jumapili sijaona na ingia tena ofisi naanza kuomba na kitu fulani sijaona. Naomba Mungu lazima aseme kitu. Lakini kuna watu wanakuja ibada hajapanga hata chochote. Ukiuliza umepanga nini hapa? Kila ibada lazima upange kitu. Mwingine wiki imepita ulikuwa wateja hamna, hujashika pesa, hujapata watu, lakini ukija mwambie Mungu nataka hii wiki nikitoka ibada nataka kuona mkono wako juu ya kazi yako hii wiki, nataka kibali. Amepanda mara 5 hajaona kitu. Amepanda mara 6 hajaona kitu. Yeye alikuwa anaendelea na kuomba tu. Mungu ameshasema mvua inanyesha, lakini kwa nini Elia amekaa na maombi? Kwa sababu Elia hawezi kutoka na hali ya kuomba, akitoka na hali ya kuomba anapoteza baraka. Tuko na watu hawezi kubarikiwa kwa sababu wamesema utabarikiwa, umeacha maombi. Mungu ameshasema. Mungu akisema vita ndio imeanza. Amen. Amen. Tuko na watu wameweza mkono. Mungu anatuma profeti amesema ndio kumwambia mtu fulani atakufa. Profeti amesema, huyu profeti ametoka tu. Nabii ametoka amepiga magoti naanza kuomba. Amesema Mungu nikumbuke hata kitu moja nifanye. Mungu amemletea kwa Nabii amesema huyu pale nimeongeza miaka ngapi? 15, Mungu amesema huyu pale. Maombi inaweza kubadilisha maisha yako. Maombi inaweza kuinua. Tuko na watu wanaomba tu kanisani. Kama tumetoka leo atakuja kuomba tena hii siku ya ibada. Nyumbani chukua tena nafasi ya kuomba.
Chukua nusu saa kusoma Biblia kila siku, utaona mkono wa Mungu. Itakusaidia. Unajua tu movie zote ya dunia imejaa kichwani yako. Lakini Biblia hamna. Amen. 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 Ubadilike. Kila kitu kuna wakati wake. Amen. Biblia imemwambia shuka tena. Ameshuka mara 7. Amefika chini, ameangalia juu, ameona kama mawingu, lakini mawingu yalikuwa kidogo kama mkono. Imechoka kama mkono. Amesema kitu gani tena? Anapanda, amechoka. Angalia mtu anapanda masaa 3. Mlima Israeli tunapandaka saa 11. Hivi ni Israeli mara 3. Sasa chukua saa 11 hadi jioni. Maana yake amechukua muda gani? Anapanda masaa 3. Kushuka naweza kushuka kama saa mawili au moja na nusu. Sasa jumlisha, maana yake siku nzima alikuwa anafanyaje? Anapanda na kushuka. Amen. Lakini alikuwa hajachoka, amesema hadi nitaona mkono wa Mungu. Usichoke. Hata unafanya biashara leo hujapata wateja, biashara yako imeharibika, nataka mwambie jaribu tena. Hata ulikuwa umetafuta kazi hujapata, jaribu tena. Mungu atasimama kwa ajili yako. Inawezekana jana umeshindwa, lakini kesho unaweza kushinda. Mimi sijaona hii nani wachezaji tunasema hapo leo mwakani tutachukua kikombe, sisi tuisi na kucheza pale. Wanasema mwakani tutacheza tena. Yule ni mtoto wa Mungu, lazima uendelee kupambana hadi siku tunaona mkono wa Bwana. Amen. Ameanza kupata Elia alikuwa pale amepiga tu magoti. Anamwambia Eli, nabii sijaona chochote. Lakini muda nimeangalia kwenye maji, nimeangalia tena vizuri. Nimeona mawingu ilikuwa imechora kama mkono. Eli amesema, kimbia kwa haraka kwa sababu kabla hujatazama mvua inanyesha. Nataka kumwambia mtu mmoja, baki yako unaweza kufuta kwenye maombi. Unaweza kufuta vitu Mungu amesema kwa ajili yako kwenye maombi. Vitu iwezekani na watu kwenye maombi inawezekana. Iwezekani watoto wengine wanasoma na maliza shule ya kwako wasome. Unaweza kumwambia Mungu lazima ubadilishe. Mungu atabadilisha. Iwezekani watu wanapanda, wanaishi maisha ya juu, lakini wao wanashuka tu chini. Lazima Mungu abadilishe. Amen. Ndio umeona leo watu nyingi sana wawezi kutofautiana kiochumba, kirafiki na kimapenzi. Mtu yote kishaanza kuishi tendo la ndoa, hii sio tena uchumba, hii kimapenzi. Lazima tusukume kwa haraka mwingine ndio iishi. Lakini watu wanaishi hali matakatifu, ndio uchumba, bali utambulisha la familia. Amen. Ndio Biblia inasema, nataka kumwambia mtu mmoja, tunza hali yako. Mungu atakubariki sana zaidi. Amen. 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 Watu wengine wanakuja hapa kupiga tena hapo mafuta haina maji ya Mungu. Wewe inalia ina gani mafuta ina maji ya Mungu? Watu wanashangaa. Ndio watu wengine wameweka imani na mafuta na maji. Yesu Kristo nguvu zake kwa ndani ya neno lake. Amen. Nataka tusimame. Nataka ufunge macho kuombi. Hiyo atapekea sisi sauti tu. Hebu unaomba kwa chini. Mwambie Yesu Kristo akujibu. Mwambie Yesu Kristo, kupitia mahubiri nimesikia asubuhi ya leo, nataka ujibu hitaji zangu. Omba katika jina la Yesu Kristo. Acha kuomba, mpatie sauti itakuwa vizuri.